Ulaya M23 bazalendo na FARDC toza likolo onda récupération na bembezali. OK, ba petit bonus bazana kati. En tout cas Katogota. Tunaingia Katogota. Bale balikuwa banabala wacho amunde tango bagaliro bunane habuvira bagalira no bunane no inoweri hakalemi. Babanguke karibu. Tuwagendi bapokere Katogota. Rendezvous Rwanda habuka kera luinga tuwa tuli mu Rwanda. Naam, karibu mara tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Hizi ni za moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Naendelea kupatia taarifa za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita. Hivyo ili uwe kwanza kuendelea kupata habari zetu, hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Ni majira ya mchana sasa tarehe 2 Disemba mwaka wa 2025 ambako hali si shwari uko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Katogota, maeneo ya Kaziba, Kamanyola, lakini pia maeneo ya huko Kabare ambako asubuhi ya leo mapambano makali yameweza kuibuka kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo wakiungana pamoja na jeshi la taifa FARDC wakishindikizwa na majeshi kutoka huko Burundi. Na moja kati ya taarifa ambazo zinatujia moja kwa moja kutoka kwenye vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kwamba tayari wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na Warundi wamefanikiwa kuwaondoa waasi wa AFC M23 katika eneo la Katogota, eneo ambalo lilikuwa lipo chini ya udhibiti wa waasi hao wa AFC M23. Vyanzo hivyo vinaripoti kwamba mapambano bado ni makali, ikiwa kwamba waasi wameendelea kurudi nyuma katika maeneo ya Kamanyola, huku wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakionyesha dhamira yao ya kusonga mbele hadi kufika maeneo ambako waasi wanapopatikana. Vyanzo hivyo vinaripoti ya kwamba ndege ya kivita iliweza kurusha bomu maeneo hayo ya Katogota na kuweza kusababisha mahadhara mbalimbali katika eneo hilo la mapambano. Hivyo hadi sasa hakujatolewa taarifa ya mwisho kuhusu hali ya mapambano katika eneo ya karibu, lakini ripoti zinaashiria kuwepo operesheni za kijeshi bado zinaendelea ili kuhakikisha usalama na kudhibiti maeneo ambayo yalikuwa yanakaliwa na waasi wa AFC M23. Mapambano haya yamekuja baada tu ya malori kadhaa, takriban lori 15 za jeshi la waasi wa AFC M23 kuripotiwa kutoka huko Bukavu, zingine kutoka Rwanda kuja kwenye mstari wa mapambano. Ndipo asubuhi ya leo mapambano yamehamka huko kwenye uwanja wa mapambano maeneo ya Katogota, maeneo ya Kaziba, maeneo ya Kamanyola ambako kwa sasa mabomu endelea kurindima huku raia wengi wakiwa bado wako ndani. Wazalendo wamejikusanya wote kwa pamoja kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi. Utaangalia kwamba njia ya Kamanyola Katogota ni moja kati ya eneo ambalo lilikuwa kimya kwa muda mrefu sana kipindi hiki ambako sehemu mbalimbali kulikuwa kukiripotiwa na mapambano. Ukiangalia huko Walungu, Mwenga, wazalendo wa Walungu na Mwenga walikuwa wakipambana kila kukicha, vile wazalendo ambao wanapatikana huko Masisi walikuwa wakipambana. Sasa njia moja ambayo ilikuwa inatulia na ilikuwa bado hakuja shuhudiwa na mapambano yoyote ni njia hiyo ya Kamanyola, Uvira, Katogota, lakini pia maeneo ya huko Kaziba. Lakini asubuhi ya leo hali imeamka ya tofauti kabisa. Kuanzishwa kwa mapambano haya maeneo hayo kunaendelea kuwapatia moyo wazalendo na wakongomani wengi ambao walikuwa wakisubiria kusikia kwamba wazalendo ambao wanapatikana katika bonde la Ruzizi wanatekeleza mashambulizi na kukomboa maeneo ambako waasi wanayadhibiti. Sasa wazalendo wakiungana kwa nguvu kasi wameweza kupeleka vikosi vyao maalum kwenye mstari wa mapambano kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba operesheni zinapita kikamilifu, bila kusahau kwamba upande wa waasi pia
waliweza kuingiza vikosi vingi kutoka Rwanda. Majeshi kutoka nchi ya Rwanda waliweza kuvuka hiyo jana na wakapita kwenye malori kwa kuhakikisha kwamba wanaimarisha ngome zao maeneo hayo. Lakini asubuhi ya leo mapambano ndio yamezuka kwa kasi, na taarifa za hivi punde zinaripoti kwamba tayari wazalendo wamefanikisha kuondoa wahasi wa AFC M23 katika maeneo ya Katogota na kuacha mji huo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC, wakishirikiana na makundi ya wazalendo pamoja na majeshi kutoka Burundi. Hali hii inathibitishwa na wazalendo wenyewe katika mapambano hayo. Huyu hapa ni mmoja kati ya mzalendo alituma sauti hii kwa ishara ya ushindi, kutangazia wakongomani ambao wanapatikana mashariki mwa nchi na wale ambao wanapatikana nje ya nchi kile ambacho kinatoka kwenye uwanja wa mapambano. Katogota, 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 Katogota. Tunaingia Katogota. Katogota. Bale balikuwa bale wacho amunde tango bagaliro bunane habuvira bagalira no bunane inoweri hakalemi. Babanguke, karibu. Tuwagendi bapokere Katogota. Rendezvous Rwanda. Habuga kera luinga tuwa tuli mu Rwanda. Siniko nabambia kama tutafika Kamanyola leo ifoto bakamate pale Kamanyola. Donc benzetu wa Kamanyola wa civili wasitoki tu manyumba wakaze roho pale. Jua le babandi mkukimbia yabo wanaenda wanauaua watu. Sisi tunanyamaza masiku yote, wanaweza tuko baduru, hatuna akili. Njoo wakati yao sasa. Hapa kwenye niko saizi, niko muvita saizi, mtusaidie sana. Moto imewaka sana. Hapa ni bombe kubombe, hapa ni moto kumoto, kuwashana kabisa. Hapa ni kuwashe mpaka donc leo sijue kama leo ndio dunia itaisha, sijaona hii vita kabisa. Vita imepamba moto hapa Plende la Zizi, hapa Kamanyola, Kaziba imewaka moto. Drone na mwanga, kama ni drone kama ni iPhone na mwanga kana mara 5 sasa. Aba balikuwa hapa kupoli mwanga balishacha. Hapa kunani kumulengezi juba balikuwa kubali mwanga kwa 2. Siki. Unasikia? Unasikia ya 6 hiyo. Unaisikia? Unasikia babangu? Aiza, kipindi cha mapambano hayo kimeripotiwa ya kwamba wahasi wa AFC M23 wameweza kuzidiwa nguvu na kuacha baadhi ya vifaa vyao, na hivyo vifaa hivyo kuweza kuchukuliwa na majeshi ya wazalendo pamoja na majeshi ya taifa FARDC. Oyo nde Motorola ya M23 na wazalendo na FARDC toza likolo ona récupération na bembezali. OK, ba petit bonus bazana kati. En tout cas hapa tunakamata vyombo M23 Motorola yabo FARDC na wazalendo hapa wako tayari. Wazalendo na FARDC to récupérer babo, tunabaua ovyo na general orthodox awa tozana maya kadubwe PNRCA ezali likolo. En tout cas, yangoyo token ona equipe mwapita na peka babo samwa yambalo moto asuka récupération toko za bibembe. Usiogope sasa, mimi niko kulinyi defro hapa sasa. Tunataingia Mkamanyola, tulishapiga Katogota, tusharekupere, tunakuwa kupo, tuko tunaingia Mkamanyola leo na leo tukamate Kamanyola, kesho tupande, hii semene ishe, dimanche ifike tuko Bukavu. Sasa mimi niko Bulinga, niko position kulinyi defro. Hakuna kurudia nyuma. Mimi ndio wende nauliza information, hapana kuziuliza bebiko Luvunge. Mimi ndio yulize, mimi ndio niko kulinyi defro. Hali bado endelea kuwa tete, mpendo wa msikilizaji, uko Kamanyola mpaka inafikia hatua maeneo ya Panzi uko Bukavu
wasiwasi imeanza kutanda kufuatia hali hiyo ambayo huenda ikasonga mbele na kuweza kufika maeneo mbali zaidi ambako waasi wanapopatikana. Ni ukweli ya kwamba waasi waliweza kuweka ngome kubwa kwenye milima kwa ajili ya kuweza kushambulia ngome za wazalendo, lakini bila mafanikio yoyote wazalendo waendelea kusonga mbele wakishindikizwa pamoja na majeshi ya Burundi kwa ajili ya kuhakikisha operesheni zinapita kikamilifu. Nikukumbusha kwamba ni siku 2 ndizo zinasalia tu wa rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ajielekeze moja kwa moja huko Washington kwenda kukutana mwenzie wa Rwanda Paul Kagame ili watie saini mikataba ya amani, mikataba ya kusitisha vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Moja kati ya jambo ambalo linajadiliwa tofauti na wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiangalia kwamba kila kunapokuwa hatua ya kwenda kuweka saini mikataba ya amani, waasi wa AFC M23 wanapiga hatua na kuweza kuchukua udhibiti wa maeneo mengine. Ukiangalia kwamba juzi ilikuwa ni Jumapili, kipindi tu ambapo rais anatangaza kwenda kutangaza kwamba ataenda kwenda kuhudhuria kikao hicho ambacho kitafanyika Washington chini ya uangalizi wa Marekani, tayari waasi wa AFC M23 walianza kuongeza kusukuma vikosi vyao kwenye uwanja wa mapambano huko Walikale, lakini pia maeneo ya Uvira, kwenye maeneo ya Kamanyola, maeneo ya Katogota, maeneo ya Kaziba. Walianza kusukuma vikosi vyao, kitu ambacho kilianza kuonyesha sura labda huenda wanalenga tena kile ambacho huwa wanakifanya pale ambako jeshi la taifa FARDC linatizamia mambo ya mikataba, basi waasi wanapata fursa hiyo kwa ajili ya kuweza kudhibiti maeneo. Lakini sasa kipindi hiki mambo yameonekana kuwa utofauti. Mpaka sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kukupatia taarifa hizi, hali bado ni tete uko kwenye uwanja wa vita Katogota, Kamanyola, Kaziba pamoja na uko Kabare ambako wazalendo wa Kabare pia wanaendelea kupambana vikali na waasi wa AFC M23, na tayari taarifa kutoka huko zinaeleza kwamba tayari eneo 2 za waasi zimeshadhibitiwa na wazalendo. Ukiangalia kwa sasa vita hivi vinakuwa vinazunguka sehemu mbalimbali, yani kwenye uwanja wa mapambano sehemu mbalimbali. Mapambano kwa leo yanaendelea siku ya pili, tarehe 2 Disemba mwaka wa 2025, na tuko hapa kuendelea kufuatilia taarifa hizi kwa ukaribu zaidi ili tukuje kukuhabarisha tu pale ambako yatakapobadilika, maana habari za vita zinakuwa zikibadilika saa kwa saa. Ni kitu ambacho hakiwezi kikakaa. Bado hatujapata matukio rasmi kuhusu kipi ambacho kinaendelea za kitakuja kutokea baadaye, lakini tutahakikisha kwamba tunaendelea kukuarifu na kupatia habari kwa zile ambazo zinatoka moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tunakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili waendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Vikosi vya wazalendo vinazidi kuimarisha ngome zao kutoka Uvira, kutoka maeneo mbalimbali. Vinapanda magari kwa wingi wakishirikiana majeshi ya Burundi kwenda kuongeza vifaa huko kwenye uwanja wa vita, huko ujumbe mkali ukitolewa kwa na kusihi kuendelea kufuatilia channel hii ili uwe unapata habari zetu za kila saa na kila sekunde kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media na tunakutakia amani ya Mwenyezi Mungu endelee kuwa pamoja nawe popote ambako unapatikana. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye tukiendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina zaidi.